Karibu uifahamu historia ya ufundi stadi nchini Tanzania, safari ya VETA, mafanikio na mwelekeo wa baadaye. Ufundi stadi ni nguzo muhimu ya maendeleo ya taifa lolote, na Tanzania haiko tofauti. Katika kipindi cha zaidi ya miaka 50, elimu na mafunzo ya ufundi stadi imekuwa mhimili muhimu katika kukuza uchumi na kuboresha maisha ya watu. Lakini safari hii haikuwa rahisi. Enzi za ukoloni, elimu ya ufundi stadi ilikuwa ya kutumika kutengeneza nguvu kazi ya kujenga uchumi wa kikoloni. Lakini baada ya uhuru, tuliingia katika enzi mpya ya kujenga taifa letu. Mwalimu Julius Nyerere alisisitiza umuhimu wa elimu ya ufundi stadi kwa maendeleo ya watu wote. Katika harakati za kujenga taifa, Tanzania ilianza kuwekeza katika mfumo wa elimu ya ufundi stadi. Na mwaka 1975, mfumo wa kiserikali wa usimamizi wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi ulianzishwa. Lakini hatua ya muhimu ilifanyika mwaka 1994 pale mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA ilipoanzishwa. VETA ilikusudia kuboresha utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi, kuhakikisha inakidhi mahitaji ya soko la ajira na kuleta mabadiliko makubwa katika jamii na uchumi wa taifa. Ilichukua jukumu la kuratibu, kurekebu, kutoa na kugharamia mafunzo ya ufundi stadi kwa wingi na ubora. Katika miaka 30 ya VETA, mafanikio ni makubwa. Vyuo vya VETA vimeongezeka kutoka 14 mwaka 1995 hadi vyuo 80 mwaka 2025. Na vyuo vipya vinaendelea kujengwa kwenye kila wilaya Tanzania. VETA sasa tutakuwa kama sisi VETA na vyuo vyetu tutatoka kwenye vyuo 80 na kufika vyuo 145. Sasa haya yote tunasema ni mafanikio, na hususan tukijaribu kwenda kutizama kwenye serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, imeweza kwenyewe kuhakikisha kwamba takriban bilioni 170 zimetolewa katika ujenzi na katika kufanya maboresho ya vyuo vya ufundi stadi hapa nchini. Idadi ya wahitimu wa VETA pia imeongezeka kwa kasi kutoka 1940 mwaka 1995 hadi 83,974 mwaka 2025. VETA sasa ina stadi 89 za mafunzo ya ufundi stadi ikilinganishwa na fani 28 tu za wakati huo. VETA imeweka mkazo pia katika kukuza ubunifu. Mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu MAKISATU yameshuhudia idadi kubwa ya wabunifu walioibuliwa kutoka kwenye vyuo vya VETA na mfumo usio rasmi. Ubunifu wao umechangia katika kutatua changamoto za kijamii na kiuchumi. VETA imegusa makundi mengi na kuchangia kukua kwa sekta nyingi. Sekta isiyo rasmi imeimarishwa kupitia mpango wa mafunzo wa kukuza ujasiriamali INTEP. Kupitia mpango huu, jumla ya wajasiriamali 17,811 wamepatiwa mafunzo. Mafunzo kwa kushirikiana na sehemu za kazi kupitia programu ya wanagenzi pacha DAT na mafunzo jumuishi ya ufundi kwa sekta ya madini IMTT zimenufaisha zaidi ya vijana 2,754 tangu kuanzishwa kwake, na zimewezesha waajiri kupata nguvu kazi yenye ujuzi unaoendana na mahitaji yao. Pia mpango wa kuboresha ujuzi kwa wafanyakazi makazini SEP umezinufaisha kampuni 195 kwa kuwajengea uwezo wa wafanyakazi wao. VETA pia imefanya kazi kubwa kutambua mchango wa mafundi stadi waliopata ujuzi bila kupitia mafunzo rasmi. Mpango wa utambuzi na urasimishaji ujuzi uliopatikana nje ya mfumo rasmi wa mafunzo RPL umewezesha zaidi ya mafundi 23,460 kurasimisha ujuzi wao, ikiwemo wafungwa waliopo magerezani. VETA imetoka mbali. Na VETA imetoka mbali kwa sababu ya mambo mbalimbali ambayo imekuwa ikiyafanya katika nchi hii, katika kutoa mafunzo mbalimbali yanayohusu ujuzi na katika kuwasaidia Watanzania ambao wanapita katika mikono yake kuweza kupata ujuzi na kuweza kufanya kazi mbalimbali, ama tunaita wakati mwingine study, ama ni ujuzi katika study mbalimbali, ili waweze kufanya kazi zinazohitajika katika jamii yetu. Sasa miaka 30 tunayoisherehekea katika kipindi hiki cha mwaka 2025 ni miaka 30 ya mafanikio. Sisi kama wanavyosema katika lugha ama katika maeneo yetu ya Watanzania,
kwamba ukiona chombo kimesimama na kinaelea, basi kimeundwa na mikono ya watu wengi, kwamba mimi najivunia kusimama kwenye mabega ya watu wengi na kuleta haya mafanikio ambayo tunayazungumzia. VETA ni ya kila mtu. VETA ni mahali ambapo sisi wote tunaweza kupata ujuzi wa aina mbalimbali. VETA ni chombo kinachoweza kusaidia viwanda vyetu viende mbele, na mpaka sasa tayari imeshatusaidia kwenye ujuzi. Ndio maana tunasema VETA ama ujuzi ni kama fursa nyingine yoyote ambayo ina exist katika nchi yetu. Sisi tunajivunia hilo. Makundi maalumu nayo hayakuachwa nyuma, kwa kutambua kuwa kuwapa ujuzi kuna matokeo makubwa katika kuwawezesha kujikwamua kiuchumi na kuondokana na utegemezi. VETA inajivunia mafanikio haya. Lakini hatuishii hapa. Kwa mwelekeo wa baadaye, VETA imejipanga kutoa mafunzo yatakayopelekea wahitimu kupata tunuku za kimataifa, kushirikiana na viwanda na mafundi mahiri katika kutoa mafunzo na kupanua fursa za ajira. VETA inatafuta kukuza na kuongeza ushirikiano na viwanda ili kuhakikisha mafunzo yanakuwa na manufaa makubwa kwa sekta za uchumi na kuendana na maendeleo ya kiteknolojia. Sisi tunaangalia mbele. Tunataka kwenda juu zaidi kuliko tulikotoka. Tunajivunia tulikotoka, lakini hatutaki kuridhika. Tunataka kwenda mbali zaidi. Ndio maana tuliwaambia VETA waimarishe zaidi mahusiano na viwanda na wazalishaji wengine wa bidhaa ambazo zinahitaji ujuzi unaofundishwa katika VETA. Tunaadhimisha mafanikio haya makubwa ya miaka 30 ya VETA, lakini pia tunaangalia mbele kwa matumaini. Mwelekeo wetu ni kuona elimu ya ufundi stadi ikichangia kwa nguvu zaidi katika maendeleo ya jamii, ubunifu na uchumi wa taifa letu. Kwa pamoja, VETA na wadau wake wanaendelea kutimiza lengo kuu la kuhakikisha kuwa kila Mtanzania anapata ujuzi wa ufundi stadi. Lakini sasa hivi tunaendelea kujenga VETA na wilaya, mkoa huu kila wilaya ina VETA. Lengo wako vijana wanahitaji kuwa mafundi, waanzishe makampuni yao, waendelee kutumikia na kuhudumia wengine, waweze kulipwa na huduma hiyo. Tunapeleka pale ili muweze kujifundisha umeme, cherehani, lakini pia kompyuta, ushonaji, upishi na shughuli nyingine yote ya kiufundi, ili uweze kuanzisha kampuni yako. Maeneo tulianza muda mrefu, tumepata mafanikio sana, vijana wote wameenda VETA. Ili kuwa na taifa lenye nguvu linaloweza kukabiliana na changamoto za dunia ya kisasa. Kwa miaka 30, VETA inachangia kwa kiasi kikubwa katika ustawi wa taifa letu. Tutaendelea kuenzi na kukuza elimu ya ufundi stadi ili kujenga Tanzania bora yenye uchumi thabiti na jamii inayojivunia uwezo wake wa kujitegemea. Tunazungumzia tatizo la kutokuwa na ajira. Tunasomesha watoto lakini hawana ajira. Na takwimu zinaonesha kwa Tanzania, utafiti uliofanywa idara ya takwimu ya serikali mwaka 2021 inaonesha 12% ya vijana wote Tanzania hawana ajira. Inaweza kuwa zaidi ya hapo, lakini huu ni utafiti. Ni 12%. Sasa 12% kwa vijana wa Tanzania ni vijana wengi mno. Wengi mno kwa sababu idadi ya watu wa Tanzania wengi ni vijana kuliko watoto, kuliko wakubwa. Kwa hiyo kazi yetu sasa ni kuhakikisha 12% tunaijengea uwezo, tunaipa ujuzi ili iweze kujiajiri na iweze kuajiriwa. Hii ni hadithi ya mafanikio, hadithi ya VETA, hadithi ya maendeleo ya taifa letu. Sasa tunatazama mbele. Ungana nasi katika kuandika historia ya miaka mingine ijayo. Kuna fursa tele katika ufundi stadi. Ndio maana tunasema ufundi stadi, fursa kama zote.